Exclusive na Isha Mashauzi, mkali wao jike la Simba. Hatari sana. Kwa hiyo lakini alhamdulillah. 25 imekuwa mwaka gani kwa sababu tupe experience kwa ufupi? Umekuwa mwaka wa machungu, lakini kabla haujaisha umekuwa na furaha. Okay. Yeah. Sasa hivi ni MC mkubwa sana, nasikia roho kusifia. MC nimeanza kuwa MC kabla sijaanza kuwa mwimbaji. Mimi nimefanya vitu vingi. Ndio. Sijauza mwili wangu tu, lakini hakuna kitu ambacho sijawahi kufanya. Jambo umeenda mbali sasa na wewe. Mimi nimekuwa nesi, nimekuwa mpishi, nimeshakuwa conductor, nimeshauza chakula. Kazi gani tena nyingine ambayo sijafanya? Nishakuwa nini hiyo nesi nimesema. Haya, nini? Tena mimi chakula nilichokuwa nauza nilikuwa nabeba kichwani. Wapi? Kariakoo. Zanzibar. Kariakoo. Okay, nesi ni umesomea kabisa au? Nesi nimesomea miaka 2 na nimefanya kazi mwaka mmoja kwa Dr. Amir. Kwa nini uliacha? Ndio Mungu hakuniandikia tu, nikasinzia wagonoko akaniona kwenda kusema kwa bosi, siku ya pili kaambia hakuna tena kuja kazini basi. Mambo ya kuimba sasa au kuimba ile baada ya zote? No, kuimba sio kama baada ya zote kwamba nimeishiwa cha kufanya. Kuimba ni kitu ambacho napenda toka nikiwa madrasa shuleni. Lakini muziki ni kitu ambacho nadhani kilikuwa ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo nilivyokuwa nafanya kazi ya nesi nilikuwa napenda sana, na haswa mimi ni mtu mzuri sana kwenye kukea. Kwa hiyo nikawa nafanya vile, lakini nadhani haikuwa riziki yangu. Kwa hiyo amenikuta nimelala, na hauruhusiwi kulala ukiwa pale kazini. Wakaenda kumwambia bosi kweli kaniona. Kipindi hicho nadhani hakuna mambo ya kamera. Kweli bosi anakuja street for 30 ananikuta nimelala. Watu walipeleka maneno. Wanikasi nikafukuzwa mamlaka husika. Nikatoka hapo nikaenda kutafuta maisha Zanzibar. Okay. So far tunaweza kusema mko watatu ambao ni maarufu sana kwenye kuuza migahawa hii. Migahawa fulani ya kishua. Kuna wewe, kuna dada yetu tena. Sasa kuwataja majina, lakini mimi naamini unaelewa sana. Wewe unajenga kwenye position gani lakini? Kwa Kinondoni hii. Position yangu ni kubwa sana. Okay. Kwa sababu kwanza nina wateja wa aina tofauti. Wakija hapa Waarabu, wa China, wazungu, watu hali ya chini, hali ya juu, watu wakija hapa maskini, waje hapa mchizi, mwenda azimu, waje mzima, aje kachachuka, aje kachanganyikiwa hapa atapona, yani kila kitu. Mimi niko katika position ambayo ninacheza na vitu vyote hivyo. Okay. Na namshukuru Mwenyezi Mungu ninaweza. Okay, naweza nikasema watu ambao mnajihusisha na migahawa mmekuwa mkipitia majaribu makubwa sana. Kwa sababu mwaka huu pia tumeona mgahawa wa dada yetu ulipitia majaribu hapa na pale. Japo jana amezungumza akasema anarudi kwa njia ya kudelivery. Sasa lakini pia nao pia naambiwa tena umeshapitia hayo, ikiwemo kuhamishwa sehemu ambayo ilikuwa ni sehemu yako konki, yani sehemu ambayo inafahamika. Hebu tupitishe hapo, kwa sababu unaona pia ujio wa jambo hili kubwa ambalo umelifanya hapa, uwekezaji mkubwa zaidi. Kwenye kutafuta riziki kuna vitu vingi. Mungu ndo anayepanga. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi sana. Unaweza kuwa unatamani kufanya jambo hili kwa wakati huu, lakini Mungu bado. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya kwanza ni kuamini Mungu yupo. La pili kuamini Mungu ndo mgawa riziki. La tatu kuamini wakati wake akitaka yeye ni wakati sahihi. Unaweza ukapanda hata mchicha ikaje ikaota kitu kingine. Kwa hiyo mimi namwamini sana Mwenyezi Mungu katika kila ambalo nalifanya, na nimekuwa nikimuomba Mungu kunifanyia jambo ambalo litakuwa likinipa faraja. Hii ni sehemu ambayo sikuwa natarajia kuipata, kwa sababu nilikuwa nimeamini kwamba nitaishia pale, lakini ikatokea mtihani nikahamishwa pale, nikafukuzwa kwa kifupi. Hata mkataba ulikuwa ni miaka 3, lakini tukaishia mwaka 1 na nusu kitu kama hicho. Kwa hiyo hakuwa ananitaka tena mwenye nyumba. Kwa hiyo nikasema sawa, acha niendelee kuhaso. Lakini nilikaa chini nikamwomba Mungu, ikiwa ni riziki yangu, kama ni riziki yangu basi nitaipata. Mungu isogeze kwangu. Na kama sio riziki yangu basi nisipate hilo eneo. Siku ya kusema hivyo, siku ya pili napigiwa simu, "Isho uko wapi?" Niko nyumbani. "Hebu njoo uone kuna eneo hapa karibu na ofisini kwako." Nikasema, eneo karibu na ofisini kwangu? Isikawa narudisha pale pale. Kwa hiyo nikaja hapa nikaonyeshwa hapa. Nikasema okay, alhamdulillah. Kwa hiyo kama ingekuwa ni kukata tamaa, ningeshakata tamaa, lakini naamini kuna Mungu katika kila jambo ambalo linamtokea mwanadamu. Kwa hiyo tusisahau kumshukuru Mungu kila wakati. Yaani wewe ukikurupuka tu alhamdulillah. Ukifanya jambo alhamdulillah, kwa sababu kila analolifanya Mwenyezi Mungu kwako ni jambo ambalo ndo analiona ni sahihi kuliko wewe unachotaka. Mungu anakupa kinachokustahili, sio unachotaka. Okay. Unahisi labda kuna watu wametumika kutaka kurudisha nyuma kidogo? Huwa siangalii sana, afu sipendi sana kumdhani mtu, kwa sababu
katika dini yetu ukimdhani mtu umepata dhambi. Kwa si dhani mtu, ni kwamba tu mtu tu alikuwa anataki chuki zake na labda anaona movement ya watu wanavyokuja, kwa sababu of course watu walikuwa wanakuja ni wengi tofauti tofauti. Kwa hiyo inawezekana akaona labda na mimi nikifanya jambo kama lile inaweza nikampiku huyu mtu hivyo. Unajua kuna mtu anaweza akakuona unatafuta jambo fulani akaona ni rahisi. Ingia ucheze hiyo ngoma ndio utajua utamu wake, kama unatoka jasho la hapa au la mguu. Ingia ndani shuhudia ngoma ucheze. Ndio utajua kama jasho la hapa au la mguu. Okay. Wengi wanakusifia kwamba una kauli fulani hivi za kumshawishi mtu mdomoni. Iko ni kipaji cha kuzaliwa au ni mkakati tu mambo ya mjini hapa? Ndio nilivyozaliwa tu, nafikiri na ukarimu na the way nilivyo tu basi. Lakini sio kwamba hivyo, yani Mungu tu amenipa karama hiyo, namshukuru. Okay. Ulitajwa sana kama ni miongoni wa wasanii ambao mnarudisha sana masuala ya Uswahili, ni yani Uswahili, lakini tulikuwa tunashuhudia event zako kadhaa ambazo uko unafanya hapa, zilikuwa zinaenda vizuri sana, vario sana. Lakini mwaka huu tumeshuhudia baadhi ya vibao kata kadhaa. Hivi vibao kata kadhaa ambavyo vimefanyika mwaka huu, je, vimetendewa haki? Hebu tusikie kwa upande wa dada anasemaje. Sijaalikwa. Kwa hiyo sijajua, inawezekana mnavyoviona nyinyi kwenye simu au kwenye mitandao vipopostiwa sijui, lakini kuhusu Uswahili, kwanza mimi ni Mswahili. Mimi nimezaliwa Kariakoo, nimezaliwa Mwanza, nikalelewa Kariakoo nikiwa na siku 3 nimekuja Dar es Salaam. Nimezaliwa Kariakoo, nimesoma Kariakoo, nimeishi Kariakoo, nimefanya kila kitu Kariakoo. Na mpaka sasa hivi bado kuna ndugu zangu hapo Kariakoo. Kwa hiyo nimetoka Kariakoo nikahamia Mbezi. Nimetoka Mbezi nikarudi Mwananyamala. Nimetoka Mwananyamala nimekaa Tandale. Nimetoka Tandale kwa tumbo nimekaa Tandale ile nyingine kwa Mtogole. Nimetoka kwa Mtogole nimerudi Kinondoni. Sasa hivi bado niko Kinondoni. Kwa hiyo mimi ni Mswahili haswa. Swahili siuigizi. Chochote utakachokiigiza lazima kitakutoa kwenye reli. Kwa hiyo mimi siigizi. Yaani unachoniona nacho ndo niko nacho. Kuna ambao unaigiza Uswahili? Of course. Uswahili una thamani, unalipa. Uzungu na gharama. Kaigizo kaa kwenye apartment kwa siku 3 milioni. Una hela zako za vikoba wiki 2 umemaliza, unafanya nini? Uswahili wa kila kitu, kuanzia mavazi, maisha. Uswahili maana yake ni yale maisha na mazingira yako ya Watanzania, ndio Uswahili. Ndio maana ya Uswahili. Ninavyoelewa mimi. Okay. Na ndio kitu pekee. Kwa sababu kuna kuigiza, no mimi siwezi kukaa hapa mpaka tires. Mimi popote nitakapokwenda mimi nakaa. Eka mkeka chini nakaa. Weka chakula chini na kula. Tena nakwambia kwa sababu leo mimi nakula kisinia kijamvi, kumbe vile ndio nimekikuta. Lakini kuna watu wakifika sehemu za watu anataka ajionyeshe yeye. Kisa tu anaanza kushika 2000 3000, yani mimi hapa sifanya. Mimi sio mimi usikaina ya. Mimi siko hivyo. Okay, unatajwa kama miongoni wa wasanii wa taarabu ambao mnaongoza kupanda ndege sana. I'm the queen of the best melody and no one is come to compare with me. Jike la Simba all the way from Musoma. Hii ni uwezeshwaji au ni maamuzi yako? Mimi napanda ndege kwenda kufanya kazi. Sijawahi kupanda ndege kwenda kumfuata danga. Hicho kitu sijawahi. Na sina muda huo. Mimi niko mbele ya muda kuliko ninavyofikiria. Niambie kuna kazi hapa ya kupika sasa hivi, naacha maiki naenda kupika. Wao unapanda ndege unafuata madanga wasanii? Hapana. Wewe umesema kuongoza kupanda ndege. Ndio nimekwambia naenda kupanda ndege kwaenda kufanya kazi na sio kufuata madanga. Yaani kuna mtu anaweza kapigwa simu wale kuna 3000 hapa panda ndege. Yaani kisa kupanda ndege tu. Alafu mimi hata nikipanda ndege huwezi kuona. Ingia kwenye Instagram yangu. Unapostigi bana Aisha. Kuna ile ulienda kusalimia watoto bana tuliona. Wapi? Ulipanda ya Tanzania? Kwenda kusalimia wapi? Ulikuwa unasafiri na I think ni ulikuwa unaenda mkoani. Basi kuna kitu maalum nataka kupeleka kwa jamii. Lakini sio kwamba mimi kesho asubuhi nasafiri. Nasafiri na ndege, lakini sio maanishi kwamba ndo asubuhi nitafika airport. Niko hapa ndo napanda ndege. Sio, umenielewa? Jike la Simba. Lakini yani simaanishi kwa ubaya, na maanisha kwamba napanda ndege kwenda kufanya kazi. Lakini sio kupanda ndege kwenda kudanga, hivyo ndo nimemaanisha. Okay. Yeah. Basi mimi nashukuru. Mimi ni mtu wa kazi. Mimi nashukuru sana. Nipe kazi. Kumalizia basi tuambie maboresho yakoje kwenye biriani hapo tu. Watu wanaambia wakisikia neno biriani anatetemeka sasa. Changanyikiwa. Jamani, karibuni sana. Hapa ni Mashauzi Tamtam Food Point, tunapatikana Kinondoni studio. Tumebadilisha eneo tu, lakini kwa sasa tupo kwenye eneo kubwa zaidi. Yaani unajimwaya mwaya. Jambo zuri zaidi ukiwa na birthday, ukiwa na kibao kata, uwe na reception, uwe na send off, uwe unataka kufanya sijui kitchen party. Karibu sana. Ukumbi wetu tunao mkubwa na mzuri. Unakuja wewe na rafiki zako, ndugu zako, mna enjoy, unasema kile unachokitaka alafu mambo yanakuwa mazuri. Karibuni sana.